Asante Fatuma Hassan kwa habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Leo ikiwa ni Disemba 15 mwaka 2025, ikiwa ni Jumatatu ya tatu ya mwezi wa 12. Nikukaribisha sana katika habari za michezo na burudani. Tayari golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Mashindano ya shirikisho la michezo ya vyuo vya elimu ya juu Tanzania SHIMIVUTA yameanza kutimua vumbi huko mjini Tabora, huku jumla ya timu 17 zikithibitisha kushiriki katika michuano hiyo inayotimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Mwanamichezo wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Ni ndani ya viwanja vya shule kongwe ya sekondari Tabora wavulana na wasichana ndipo michuano hii inatimua vumbi. Timu za mpira wa kikapu kutoka vyuo mbalimbali nchini, wachezaji wamekuwa na vibe la kutosha. Imeshuhudiwa katika viwanja hivi vya Tabora wavulana, timu ya TIA ikimenyana vikali na chuo cha maji na kujinyakulia ushindi mnono, huku timu ya DMI kutoka jijini Dar es Salaam, mabingwa watetezi wa kombe la SHIMIVUTA, ikiichakaza timu ya IAA kutoka Arusha. Lakini so far tumeweza kutumia zile gap na mistake zao kuchukua ushindi kwa game ya kwanza DMI. So hongera kwetu, lakini pia imetupa lead nzuri ya kujua mwelekeo wa mashindano. Nilikuwa nafasi pekee mimi kama coach pia kuangalia kama vitu plays namna gani tunacheza, namna gani kupata. Nimeona pia kuna baadhi ya mapungufu ambayo naendelea kuyafanyia kazi kwa ajili ya mechi nyingine zijazo. Kwa upande wa netball na handball nako hakujapoa. Timu zimekiwashwa kwa kasi ya aina yake katika viwanja vya sekondari ya Tabora wasichana, zikionyesha ujuzi wa kiwango kikubwa. Kidogo wapinzani wametuzidi kidogo. Kwa hiyo tunaenda mazoezini, tutarekebisha kwa mechi zinazokuja, tutashinda. Game ilikuwa kali. Tumepambana, tumeonyesha jitihada, tumeonyesha kitu. Nashauri vijana wenzangu wa chuo jitokezeni. Michezo ni ajira. Katibu wa shirikisho la michezo ya vyuo vya elimu ya juu Tanzania SHIMIVUTA, Ashraf Athmani, anasema licha ya vyuo 8 kutoshiriki mashindano hayo ya 50 tangu kuanzishwa kwake, lakini timu 17 zinazoshiriki zimeonyesha ushindani mkubwa ikilinganishwa na yale ya 49 msimu uliopita. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya maandalizi ya mwaka huu na mwaka jana, kulingana pia na mazingira ya viwanja jinsi ambavyo alivyo hapa katika viwanja vya Tabora Boys na Tabora Girls. Inatusaidia kwanza namna bora ya kuratibu, lakini na usimamizi na changamoto ambazo zinajitokeza ndani ya viwanja hivi kwamba tunazisolve kwa wakati, kwa sababu tunavifikia viwanja vyote kwa wakati. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakazi wote wa manispaa, baada ya majukumu yao waje viwanjani kuangalia burudani. Hakika burudani ni nzuri kabisa, michezo inavutia. Mashindano haya ya SHIMIVUTA yanaendelea hapa katika viwanja vya Tabora Boys na Girls kwa muda wa siku 10. Mbivu na mbichi zitafahamika. Timu gani itafanikiwa kuibuka na ushindi wa jumla? Kutoka Tabora ni mwanamichezo wako Pendo Salu, Channel 10. Pendo Salu kwa taarifa hiyo kutoka Tabora. Na sasa ni Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar Riziki Pembe Juma akiwa katika uzinduzi wa kamati ya Kombe la Mapinduzi yenye wajumbe 12 kwa ajili ya kuanza harakati za uratibu wa michuano ya Kombe la Mapinduzi 2026 ametaja zawadi watakazopewa washindi kwenye mashindano hayo. Waziri Riziki Pembe Juma amesema ni matumaini kuona kamati hiyo inakidhi kiu ya wanamichezo katika msimu wa 2026 wa Kombe la Mapinduzi. Mshindi wetu wa kwanza kwa mwaka 2026 atapata shilingi za Kitanzania milioni 150 plus kikombe cha ushindi. Au sio? Dr. Mwinyi Mapinduzi Cup 2026 oye! Na mshindi wetu wa pili atapata shilingi za Kitanzania milioni 100. Kwa hao watapata zawadi hizo. Na jingine ambalo pia litakuja kutolewa, wanasema kwamba lile goli la kwanza, yani lile fungua dimba, yani katika timu ya mechi ya kwanza ambayo itachezwa, kwa goli la kwanza nalo litakuja kuzawadiwa. How much? Namba hiyo niweke katika mabano, tutakuja kuisema, lakini nayo itapata zawadi.
Mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini Asnen Dewji amewahakikishia vijana wa Nanjirinji kuwa anatarajia kuanzisha ligi ya mpira wa miguu ikiwa sehemu ya kuvumbua vipaji vya vijana ikiwemo kuongeza ajira kwa vijana kupitia michezo nchini. Ahmad Nandonde ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza kwenye ziara yake inayolenga kutoa shukrani kwa wananchi wa jimbo la Kilwa Kusini, mbunge huyo amesema dhamira yake ni kuwainua vijana katika swala zima la soka. Hivyo ameanza maandalizi ya kuhakikisha anatoa mipira ili kuanzisha ligi itakojulikana kama Asnen Cup. Leo nimekuja kusema asante sana. Vijana nimewaambia mtaleta mipira, majezi, kutakuwa na kombe linaloitwa Asnen Cup. Vijana na kuhakikisheni mipira inakuja, jezi zinakuja, kombe linakuja. Unaanza utekelezaji wa ilani yetu ya CCM kwa vitendo, sio kwa maneno. Kufuatia uamuzi huo, vijana hao wakamshukuru mbunge wao, kwani hiyo inaonyesha dhamira ya dhati alionayo katika kuhakikisha anawainua katika michezo. Kwanza leta burudani kwa Nanjirinji, kutokana na burudani ya nini mpira. Na tunasema kwa maana hiyo tunashukuru sana kwa mheshimiwa kutetea hiyo ligi. Tumepokea vizuri kwa sababu jambo ambalo tunalipenda wenyewe. Kwa jambo jema kwa sababu kama kufanya kama hivyo na kuwa na inua soka letu la mpira. Na kwa vizuri kama sisi wachezaji tunakuwa tunafurahi akifanya jambo kama hivyo. Kwa sababu kama hivyo ligi ikiwepo, mtu anakusa kuonekana, kuna wageni wanakuja kuangalia, mtu anatamani kujua kabisa kwamba kipaji chake hiki hapa kombe la shamba watu tunataka kusikia. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilwa. Mwanamichezo Ahmad Nandonde kutoka Kilwa. Na sasa twende tukazitazama habari za kimichezo kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu ambaye yeye ana undani wa taarifa hizo. Karibu kwenye habari za michezo kimataifa. Klabu ya Manchester City ya nchini Uingereza imethibitisha kuwa winga wao Jeremy Doku yuko nje ya uwanja kwa sasa kutokana na jeraha la mguu alilolipata hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka benchi la ufundi, Doku alikosa michezo ya hivi karibuni baada ya kuhisi maumivu wakati wa mazoezi, hali iliyosababisha benchi la ufundi kuchukua tahadhari kwa kumweka pembeni ili kuepuka jeraha kuongezeka. Kocha Pep Guardiola amesema kuwa hali ya mchezaji huyo inaendelea kufanyiwa tathmini na timu ya madaktari wa klabu, huku akisisitiza kuwa jeraha hilo si la muda mrefu, ingawa hakuna tarehe rasmi ya kurejea uwanjani iliyotangazwa hadi sasa. Kutokuwepo kwa Doku ni pengo kwa Manchester City, hasa kutokana na mchango wake mkubwa katika kasi na ubunifu kwenye safu ya ushambuliaji. Mashabiki wanasubiri kwa hamu taarifa zaidi kuhusu maendeleo ya afya ya mchezaji huyu raia wa Ubelgiji. Ni hayo katika michezo kimataifa. Mimi ni Esther Mtebe. Asante Esther Mtebe kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo kutoka Iringa msanii wa muziki wa Bongo Flava na DJ wa muziki mkoani Iringa Nixon Sanga maarufu kama DJ Nas amempongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kuunda Wizara ya Vijana, ambaye amesema uamuzi huo unaonyesha dhamira ya kweli ya serikali ya awamu ya sita kulitambua, kuliwezesha na kulipa kipaumbele kundi kubwa la vijana ambao ndio nguzo muhimu ya maendeleo na ustawi wa jamii. Clement Sanga kutoka Iringa ana taarifa kamili. Amesema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari kama sehemu ya maandalizi ya tukio lake la kijamii liitwalo Friends of DJ Nas 2025. Msanii huyo ambaye anatamba na kibao chake cha Georgina amesema uamuzi huo wa kihistoria uliochukuliwa na serikali umesubiriwa kwa muda mrefu. Kwa kwanza nipongeze pia serikali kwa kuanzisha kitu kama hicho, kwa sababu kitasaidia pia hata wasanii wachanga ambao ndo kwanza wanaanza industry na kujua mipango yao au kupambana kwenye game inakuwaje, kuliko ile kuanza kupambana mwenyewe kama mwenyewe. Lakini sasa hivi unajua ni sehemu gani unaweza ukafika na serikali ikakusupport mpaka pale ambako unataka kufika. Cha kwanza mimi nipongeze serikali kwa huo uamuzi, lakini pia tuendelee kusapotiana, kupeana support kwenye kile ambacho tunakifanya. Aidha, amewashauri wasanii na watu maarufu nchini kuendelea kufanya matendo ya huruma kwa maana ya kusaidia jamii kwa kile wanachopata kutokana na kazi zao za sanaa. Ni kuguswa, lakini pia sisi au mimi binafsi maisha au mazingira ambayo mimi nimekulia, kwa sababu mimi ni mtoto wa Kiswahili, Uswahilini,
tumepitia changamoto, maisha magumu. Kwa kile kidogo ambacho tunakipata tunajaribu kuwashirikisha na wengine watu support wao tuweze kuwatembelea watoto wenye uhitaji maalum, na sio kwa sababu labda mimi nafanya au wengine wanashindwa kufanya. Hii inategemea na moyo wa mtu kuguswa. Kuundwa kwa wizara hiyo ya vijana kutasaidia kuratibu kwa ufanisi masuala ya ajira, ubunifu, ujasiriamali, elimu ya ujuzi na kuongeza ushiriki wa vijana katika ujenzi wa uchumi na maendeleo ya jamii. Ama kwa hakika hawavumi lakini wamo. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Sanga kwa habari hiyo kutoka mkoani Iringa. Nahitimisha na mwanamieleka wa Marekani John Cena amefanya pambano lake la mwisho katika shindano la kustaafu lenye mechi 16 mjini Washington, akimaliza kazi yake ya heshima ya miaka 24 iliyomfanya kuwa mmoja wa nyota wakubwa na waliotambulika sana katika ulimwengu wa mieleka. Cena mwenye umri wa miaka 48, lakini wazungu wanasema a good dance should know the best time to leave the stage, wakimaanisha kwamba mtumbuizaji bora anapaswa kufahamu muda sahihi wa kuondoka jukwani hata kama watu wanatamani aendelee kutumbuiza. Kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, nirudishe matangazo kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.